kuhusu hii mswada ya kurekebisha katiba ya Kenya, Bill number 4 of 2025 ya National Assembly. Niliwaambia juzi, last week niliwaambia hawa wabunge wanatuchezeanga, wanatupima akili. Sasa inakuaje kutoa maoni kama hii? Unaenda unajaza karatasi, kuna form unajaza pale kwa MP, na hiyo form unajaza jina lako, unajaza namba yako ya kitambulisho, unajaza wewe ni wa wapi, your information, personal data unajaza. Kisha hakuna box ambayo iko sealed yenye utatumbukiza ndani ya karatasi hiyo maoni yako. Maoni yako bado unapeana pale pale kwa hao watu wenye wanafanya kazi kwa MP, hao ndio unaachia, wanasoma maoni yako. So kila mtu atakuwa anasoma fulani ameandika hivi na hivi. Yale maoni ambayo yatakuwa kinyume na yale maoni inayotakikana, ikiwa itakuwa kinyume na maoni ambayo MP wako anataka, maoni kama hiyo watayatupilia mbali, hata haitahesabika. So itakuwa umefanya zero work. Na wale ambao maoni yao yanaendanga through ni watu ambao tayari wamelipwa. Na ikiwa mtu amelipwa kufanya kazi ni sawa tu, hata akikuja ajaze jina lake. Ndio pia saa ile mtasoma, mtaconfirm kweli fulani aliandika vile tuliokuwa tunataka aandike. Lakini sasa mtu akitoka huko tu, mtu amekuja kutoa maoni yake genuine, inatakana ikuwe in a secret. Inatakana tuwe na secret ballot box ambayo itakuwa na security seal. Mtu yoyote kwa ground asisome maoni yako, kwa sababu hiyo ni kama kupiga kura. Hiyo ni siri yako. Na kwa hii nchi ya Kenya tuko na sheria yenye inaitwa data privacy. Sasa ikiwa unachukua your data unapeana pale, unaandika pale jina lako, nini yako, hiyo wabunge wanakeuka sheria ya data privacy. Na ukishapeana information yako namna hivyo, hiyo information ndio wanatumia kukunyanyasa wewe ambao maoni yako imekuwa kinyume na maoni yao, kukudhulumu, kukufanyia kila aina. Ukihitaji bursary hauwezi pata, ukihitaji nini na nini hakuna vile utasaidiwa. Inakuwa wewe ni mpinzani. So unabaki kuwa adui wa serikali. Na tena maoni kama hayo utapata yakitolewa, hiyo ndio itakuanga ni siku ya watu kuenda kucollect bursary. Wale wenye waliapply bursary wakaqualify, ndio wanaenda kwa ofisi siku hiyo kuchukua check ya bursary. Kama mimi nilienda kutoa maoni jana, nilipata watu wote wenye wanachukua bursary ndio wanachukua bursary wakijaza hiyo public participation form. Mambo kama hii ni uongo na ni ukora, tunadanganywa na hii serikali.